lile la Southend kwa mfano. Ndio. Gavana Waititu anasema kwamba yule ambaye ni mhusika aliyejenga pale apewe fursa na nafasi kwanza ya kugharamikia kugeuza mkondo wa maji. Aitoe ile maji, ile river, aisongeshe. Sio yani apatiwe opportunity. Ndio. Kwa sababu yeye yako pale na hajaenda pale usiku. Alienda bado, kulikuwa na serikali na watu ya kazi. Yani kulikuwa sio ati ni kitu imetokea tu imechomoka peke yake. Usiku. Sasa apatiwe nafasi. Na kuwe na consultation kubwa. Ambaye itaangalia ione. Hakuna kitu ingine inaweza fanyika. Iwe tu ni kubomoa. Lazima kumeangaliwa mambo mengi na kuwe na consultation ambaye saa ile inabomolewa yeye mwenyewe atakuwa ametosheka. Sasa hii nyumba yangu lazima ibomolewe, hakuna kitu kingine inaweza fanyika. Hiyo ndio wazo langu. Yeye mwenyewe aridhike. Yeye mwenyewe awe amekubali kwamba kusema kweli there's nothing else that can do. Kusema kweli there's nothing else that can be done. Hapa ni kubomolewa. Hapa tu ni kubomolewa tu, lakini isiwe kuna watu wana fixed mind ati lazima hii nyumba ibomolewe. Lazima mto, kwa sababu mto wacha nikwambie, kwa sababu bidi imeenda ngambo pale mingi. Unakuta mto inafuata kama kanali, imejengewa embankment wall, inaoneshwa njia, inaenda tu kama ni maji inafuata njia, kwa sababu hii hapana river source. So, unajua kuna pahali maji inatoka. Hapo ndio shida, uwezi hii ni kama njia. Vile unaona mto inapita, hiyo ni kama njia. Kwa hivyo inaweza songeshwa tu kidogo na ukuta na ipita tu pahali imeonyeshwa. Bora iwe wewe hapana muza pahali maji yenyewe inatoka. Hiyo ndio kitu muhimu, kwa sababu source ya maji ndio shida, lakini pahali inafuata, kwa sababu unaona canals zinapita. Na ukienda town mingi sana maji unaona inapiga kona kulingana na vile ukuta zimejengwa, zinaifuata kidogo tu, kwa sababu maoni yangu ni hivi, wale watu wameinvest, alikuwa na sababu kamili ya kujenga hapo. Usifikiri alijenga tu, lakini kwa lazima unaona kama rais kwa mfano Uhuru Kenyatta amesema kwamba huku ni encourage impunity. Aliongea kuhusiana na hili swala la bomoaji na akasema yeye amekosa hata marafiki wengi sana wanaomwambia wewe unakaa na bomoaji unaendelea namna hii, lakini akasema yeye hata encourage impunity kwa sababu unamjua mtu fulani, basi haitamaanisha kwamba uvunje sheria. Ikiwa huyu bwana tayari jengo lake pale lilipo ni mahali hapatakikani, kwa hiyo ina maana kwamba kuna sheria imevunjwa pale. Sasa kwa nini tuanze kuongea na mtu ambaye tayari ashavunja sheria? Wacha nikwambie kitu. Tunaanzaje kunegotiate naye mpaka aridhike? Wacha nikwambie. Kwa mfano ni kama mwizi unasema unegotiate naye mpaka aridhike. Wacha nikwambie kitu ya kwanza. Hii mambo ni watu wengine wametoka naye, sidhani ni rais ametoka naye. Lakini ameongelea rais. Lakini nakwambia yule mwenye ametoka naye sio president, sio rais. Kuna mtu ambaye yuko juu ya rais kweli katika taifa letu. Lakini kuna wale watu wengine ndio wameanza hiyo mambo. Watu wengine ndio wameanzisha hiyo mambo. Kwa hiyo rais akiongea alikuwa anaongea kwa niaba ya nani? Nao wakawa wamepeana information ambaye sio haijachunguzwa vizuri. Sasa hivyo ndio mimi nakwambia. Unasema walimdanganya rais. Mimi nataka kuambia hivi. Lazima kuna watu wale walitoka na hizo mambo. Na mimi hao ndio ninaambia hivi, tafadhali lazima kufanywa uchunguzi, watu wote wahusike pamoja na wale wajenzi, wale developers wenyewe, kuwe ni kama komiti ambayo imetengenezwa ya kuchunguza hii maneno. Ndio kila nyumba ambayo itabomolewa iwe hakuna kitu kingine inaweza fanyika ila tu sasa ni kubomoa. Iwe sasa kwa sababu unaongelea wacha mimi unasema kwamba ni watu wametoka na hii kitu. Lazima kuko na kama sasa waziri wa environment, kuna lazima kuna watu ambao kuna committee wale wanasema hii bomolewe, sio rais anasema hii bomolewe. Si ni watu wengine hao ndio mimi naeleza ya kwamba hao hata kama ni watu sasa kuna watu lazima hao ndio mimi nasema ya kwamba wakae chini wahusishe watu wote na wahusishe property owners, wale wenye mali, kwa sababu kama sasa usifikirie tu ati hii watu wakiteremka kama sasa wateremke kuelekea Isli, wateremke kuelekea Mathare, maana kuna majumba 1400. Sasa manyumba 1400 kubomolewa
Lazima hii maneno iwe imekaliwa chini na watu wengi, komiti nyingi kuzimekaa chini. Unadhani hawajakaa chini wakaongea wakakubaliana? Mimi sijasikia kama wamekaa na wenye mali. Wenye majumba tayari washapewa notice ya muda mrefu. No, lakini hawajahusishwa kwa ile kujadiliana. Kwa nini umhusishe na amevunja sheria? Hili ni swali ambalo unakuja kujibu. Wacha nikwambie, wewe ndio unajua amevunja sheria. Lakini hata mtu kama amevunja sheria, ndio kwa maana anapelekwa kotini. Na akishapelekwa kotini, he is presumed to be innocent until proven guilty. Lazima una presume mtu ako innocent mpaka umsikize, usikie yeye ilikuwaje. Na kama sasa kwa sababu sio crime, sio criminal offense, unamsikiza na unasikiza yeye remedy ni nini, kwa sababu hii ni maneno pia vile ilifanyika. Wengine wana sababu kamili sana, wanasema plot waliuziwa, na sasa ile plot waliuziwa hakukuwa na mambo ya riparian kubwa namna hiyo ya 30 meters. Mbeleni riparian kulingana na Survey Act ile ya mbeleni, kabla ya hii mambo ya Warma ikuje. Unajua hii mambo iko katika Warma. Kabla ya hii mambo ikuje kulikuwa na 6 meters. Ukienda kwa Survey Act ile ilikuwa na jenga hapo mbeleni before 2011. Sasa mimi nakwambia ule alijenga na alinunua hiyo plot, alijenga akiwa, kwa sababu usidhani kuna mtu ambaye ataenda ajenge kwa akili yake akiwa kabisa anajua hiyo ni mto, kwa sababu anaweka pesa mingi sana. Jengo kama la South End ni jipya sana. Gani? Hili la South End hapa katika eneo la roundabout ya hili ni jipya, limejengwa mwaka mmoja tunafikiri. Ati roundabout ya Lang'ata. Hii inashikana na T-Mall. Lang'ata Road. Kuna mall pale imeangushwa inaitwa South End. Ni jumba jipya sana lile ambalo halijachukua muda hata miaka miwili nafikiri. Ndio mimi nakwambia kama haya uko sawa kibomolewa. Mimi sio ati nimesema niko sawa, mimi nasema ndio kuwe na komiti ya kujadiliana. Sasa unasikia mimi nakwambia mimi ni chairman. Kwa jengo lolote lile. Mimi ni chairman kwa Council of Governors. Kama mimi ni chairman. All right. Kwa mambo hii ya ujenzi na mambo ya planning na nini. Lazima hata kitu kama sisi tungehusishwa kama Council of Governors tujue. So bomozi inaendelea na mko ujulishwa. Exactly. Sasa residential property owners hawajahusishwa pia. Kwa sasa mimi nasema kama kunafanyika kitu kubwa, kwa sababu watu wasichukulie kama kubomoa ni kitu kidogo, ni kitu ya kawaida. Mtu akishabomolewa namna hiyo mwingine atakufa tu. Hiyo watu wengi unaona nyumba zikibomolewa, usifikiri watakufa. Hao watu unasema nyumba 4,000 zibomolewe. Wenyewe hizo nyumba kuanzia sasa ni kukufa tu, wanaangalia kaburidi. Kwa sababu hana kitu kingine, mwingine alijenga na pesa ya retirement. Hana kitu kingine. Sasa ni yeye basi nyumba ikibomolewa yeye ni afikirie vile atapanda, vile ataenda. Kwa hivyo mimi nakwambia sio mambo ya mchezo kusema kitu ya mtu ibomolewe, nyumba ya mtu, hata wacha nikwambie. Kitu yoyote ambayo inahusiana na kupatia mtu maisha duniani, lazima ikiwa wewe unaondoa hiyo kitu kwa maisha yake, lazima kuwe na consultation na yeye mwenyewe apatiwe nafasi ya kujitetea. Akishajitetea, ikiwa sababu yake haitoshi, iwe hakuna kitu kingine inaweza fanywa, sasa hiyo ndio unaweza bomoa. But lazima kuwe hakuna sababu nyingine yoyote inaweza fanyika. Kwa hivyo mimi nataka kuambia hivi. Mitushaona for example towns kama Lagos. Serikali ya Lagos, serikali ya Nigeria iliplani city nyingine inaitwa Abuja. Pahali hakuna maslums, pahali hakuna confusion, hiyo ni planned city. Lakini Nairobi, ujue sasa Nairobi ni kama Lagos ile ya zamani, town ya zamani ambayo haikuwa na planning mzuri. Isn't it? Lakini sasa you cannot uwezi bomoa kila kitu ndio uplani mzuri. Sijui kama unashika, uwezi bomoa kila kitu sasa ndio plani mzuri. Ikiwa unataka town ile iko very planned mzuri, unaanzisha a new town on the side kama vile wameanzisha Abuja. Yaani mimi nataka kuambia kulikuwa na Lagos. Uende kama Machakos hivi ujenge town nyingine. Ndio sasa mimi nakwambia lazima una live with the realities zile ziko. Lazima ukae na ile ukweli huko. Kama saa hii vile huko saa hii. Wewe uwezi sema ati kwa sababu kichwa yako inaanza kutoka kipara ikatwe. Lazima sasa ukae na hiyo kipara yako na unaendelea na maisha iendelee.
na maisha iendelee. Gavana Waitito, hebu ni swali tu. Je, wewe mwenyewe uko na nyumba pale unaona kama itabomolewa? Hapana, si ati mimi niko na nyumba. Mimi niko na manyumba Nairobi, lakini si ati mimi. Lakini zako ziko bali sawa. Zako ziko sawa. Lakini mimi yes. Mimi ni mtu ambaye amekuwa hapa Nairobi. Wacha hivyo. Mimi nina roho ile ambaye lazima yule ambaye lazima kila mtu asikizwe. Yaani mimi niko kwa hiyo. Uwezi sema ati kuna wakati fulani watu watakataza kusikizwa. Hata kama ni mnyonge, hata kama ni nani, kwanza asikizwe yeye mwenyewe na aulizwe sababu yake, na watu wengi waangalie hivyo maneno, kwa sababu wewe unaweza angalia maneno direction hii. Kuna siku kulikuwa manyumba ibomolewa hapa Nairobi. Ukumbuke mimi nikiwa hapa tu, nikiwa mjumbe wa Embakasi. Kuna siku majumba ilikuwa ibomolewe hapa na ilikuwa ianze Embakasi. Mimi ndio nilizuia. Na wakakuja baadaye wakakubaliana na bibi ya kwamba na Embakasi zimeanguka nyumba na watu wameaga dunia. Nyumba mbaya nyingi pale. Wacha nikwambie. Inaonekana mheshimiwa. Wacha nikwambie. Nyumba zimejengwa vibaya sana. Nyumba ile ambaye ni baya inakuanga baya. Sasa ile inajengwa ndio shida ya nyumba. Lakini huwezi sema nyumba ambayo imekaa miaka 20 unakuja kubomoa sasa ni mbaya. Unless imeanza kudevelop clerks nini na vile tulifanya hiyo wakati after my intervention iliformiwa committee ambaye sasa ilikuwa nahusisha pia wenye manyumba. Unacheza mimi vile nakuleta ni hivi. Wenye manyumba, wenye property lazima wahusishwe kwa mambo yote inahusiana na mali yao. Ni kama saa hii ukiwa kuna mambo kuhusu wewe, unatakiwa pia wewe uhusishwe kwa ile maneno itakuwa ambaye inaamua vile kutafanyika. Wewe mwenyewe pia uhusishwe ndio useme yako wewe mwenyewe ujitetee. Alright, kuna swala hapa kwa mfano. Kuna maafisa wengi katika ujenzi wa jumba lolote lile katika kaunti ya Nairobi na popote nchini Kenya. Kuna maafisa wa NEMA ambao wanatakana wapasishe lile jumba. Kuna maafisa wale ambao wanatakana wanazunguka kuangalia jumba linajengwa correctly kulingana na jinsi ambavyo yule mjenzi aliahidi kulijenga lile jumba. Kuna maafisa wengi wanaoangalia lile jumba na ku make sure liko sawa. Hawa maafisa wanakuja baadaye kusema kwamba jumba lako hujalijenga sawa. Hujalijenga sawa. Ishapitisha. Hata hizi imepitishwa kweli. Acha nikwambie. Imepitishwa kweli. Hizi manyumba sasa vile unaona sasa ukishaambiwa kwamba jumba lako haliko sawa, limekuwa marked kwamba kwa vile haliko sawa litabomolewa. Umepewa paka fursa kwamba uanze kuondoa vitu vyako. Anza kuhama, manake hatuwezi kuokoa hili jumba. Huyu ni mtu ambaye unataka bado akalishwe chini, aongeleshwe. Sikiza, mimi nataka kuambia. Ama unasema kuna majumba yanaweza bomolewa na mengine sibomolewa. Nikwambia maneno ya ujenzi hapa Nairobi na procedure za kupitisha plans ndio mtu ajenge nyumba. Mimi nakwambia kama stakeholder hapa Nairobi na mtu ambaye amekuwa nilikuwa deputy mayor hapa Nairobi. Ndio, kweli. Nishakuwa mjumbe hapa Nairobi. Kwa hivyo mimi najua procedure. Mtu kabla ujenge ndio hiyo mambo yote inapitishwa. Ni kweli. Mtu ajenge kwanza ati alafu tena ipitishwe baadaye. Kweli. Kwa hivyo sasa kama kuna makosa inapatikana baadaye, yule mtu kwanza anashikwa na anastakiwa ni yule alipitisha. Rais amesema atawaendea wote. Rais amesema wote. Sio jumba. Sikiza, hata wale maafisa waliopitisha lazima wafuatiliwe. Sasa unaona kama mimi nilikuwa ninaulizwa ama suggestion yangu ichukuliwe kama chairman, mimi nataka nikwambie tungehusisha property developers na planners wa Nairobi, surveyors. Ndio sasa kuwe na committee ambayo inahusisha kila mtu. Ndio. Isn't it? Ndio kuwe na support ya hiyo action, watu wote waone kweli kabla hii nyumba vile inabomolewa saa hii ni sawa ibomolewe. Sasa yani mimi nataka kukuambia ile kitu mimi nazingatia sana ni consensus. Ile decision wewe utachukua, ile decision itachukuliwa iwe watu wote wako na consensus ati ya kwamba kwa sababu inahusiana na kitu ambayo imefanywa kazi kubwa sana, inahusiana na maisha ya watu. Sasa I'm telling you ile kitu hujui, hizi majumba mengi unaona ni deni. Wewe ulikuwa deputy mayor Nairobi. Kuna madai kwamba wengi waliojenga hizi nyumba katika maeneo yasiyofaa walikuwa wanaungana. Ukweli urongo? Walikuwa wanaungana ili wapate zile stakabadhi za kujenga. Ulikuwa deputy mayor Nairobi. Wacha nikwambie kwa sababu watu nayo ufikiria tu. Unajua saa ile watu wanasema kuungana ufisadi. Wewe mtu anaonekana kama
anaongea yeye ni malaika ama ni yeye vocabulary mzuri sana. Ukisema mtu ni mufisadi, wewe ni nini, sasa watu wanaona kama umeongea vizuri sana. Lakini sasa ukweli wa mambo ni hivi. Ndio? Very sincere. All right. Watu wakishapeleka building plans, iko wale wanapeleka. Saa nyingine hata sio mjenzi anapeleka. Sio mjenzi anapeleka, yule mwenye kujenga property yeye mwenyewe. Sio yeye ana launch project hizo documents zake. Kuna ule ambaye anachora hizo makaratasi. Huyo sasa ndio expert ya kuchora architect na nini. Au watu ndio wana launch. Lakini sasa hao wenyewe ndio wanakuja wanamwambia hapa kuna pesa inatakikana, hapa kuna pesa inatakikana, hapa kuna pesa inatakikana. Na vile wewe unajua wengi wao sio ati ni Wakristo ya ukweli, sio watu ya ukweli. Wanaenda wanabutagaja hata zingine za kuongana. Sasa wewe zingine zi uongo. Sasa unajua hii mambo, that is the reality. Mnaweza kuja kwa sababu yeye pia ni pesa, ni kazi yako kazi. Unakuja nakwambia hii ni ya kupatia na hii ni ya kupeana hapa, hii ni ya kupeana hapa, mpaka hii nyingine inakuliwa na watu, Ndio sasa wewe kwa sababu wewe unataka nyumba yako ijengwe. Sasa wewe unakubali tu, lakini ukweli wa mambo ni ya kwamba ingine pesa umedanganywa. Hata hii mambo ya ufundi kusema ukweli unajengewa. Zingine unaona mtu anadanganywa tu. Sasa mimi nataka kukuambia kuna ufisadi mwingi sana katika ujenzi wa nyumba. Kuna udanganyifu. Udanganyifu. Una ulaghai. Wale na hiyo yule mwenye kujenga sasa ingine ana makosa. Haya, tutasimamisha vipi ulaghai na udanganyifu na ufisadi katika ujenzi ama hii sekta ya ujenzi ili tusifikie mahali pa ubomoaji? No, kulingana na mimi. Ndio. Ni wale wenye kuandikwa kazi ya kupitisha. Kama ni watu wa NEMA walikuwa wameshapitisha ya manyumba. Hao ndio wenyewe wanatakiwa kwanza wachukuliwe hatua. Kwa sababu kama hawakupitisha, yule mwenye kuweka pesa yake pale zingine amechukua kwa bank, angeweka pesa zake. Kwa hivyo wale wenye makosa kubwa kuchukuliwa hatua na wachukuliwa hatua kubwa, na ndio wangekuwa wa kwanza kuchukuliwa hatua ni wale wenye kupitisha. Ndio kwa sababu kama sasa ni wewe mtu ameenda tu amekwambia hapa kuna njia na hakuna njia. Sasa wewe mwenyewe umeenda umetumbukia pale kwa shimo. Mtu wa kwanza yule amekwambia uingie hapo, yeye ndio wa kwanza kushikwa sababu ndio amekuweka kwa hiyo shida. Kwa hivyo sasa mimi maoni yangu ni hivi. Lazima tuwe strict na tuwachukulie hatua wale watu ambaye wanafanya wanaruhusisha ufisadi ufanyike. Mtu yote hapa ambaye yako kwa gate hapo kwa process hiyo na yeye mwenyewe ameweka jina yake na ameweka kidole, amepotosha yule mwananchi, very innocent mwananchi, mtu ambaye ni investor, mtu ambaye anataka apate riziki, mtu ambaye anataka kujiendesha kwa maisha, ambaye ako very innocent, amechukua loan kwa benki. Huyo mtu lazima haki yake pia ilindwe, kwa sababu ule mtu ana haki ya kuinvest. Kwa hivyo mimi maoni yangu ni ya kwamba yoyote ile itafanyika, lazima kuwe watu wengi wameingizwa, lazima kuwe na komiti ambaye itahusisha pia wenye mali na hivyo ndio tulifanya wakati mwingine hapa Nairobi. Tuliweka wale wenye mali wanalete mpaka ma architects wao, ma engineers wao, nyumba kabla ibomolewe wanaiangalia atikao hii inaonekana hii hata kama iko na makosa, lakini hiyo makosa yanaweza rekebishwa, sio kubomoa, kwa sababu zingine ziko na makosa dogo, lakini hiyo makosa hiyo ni ya kurekebishwa, sio ya kubomoa. Kwa hivyo tuliweka na hivyo ndio tulifanya. Wale wa property owners walikutana, mimi nakumbuka pale City Cabanas walikutana, wakaweka engineers wao wote, na hiyo structural engineers wakaangalia pamoja na engineers wa county, siku hiyo ilikuwa city council, wakaangalia pamoja. Ile nyumba yote ilikuwa nagongwa ni ile ambayo imeonekana ya kwamba kabisa hii ni hatari kuendelea watu kuishi. Lakini nyumba ambaye zingine ziko targeted kubomolewa, hazikubomolewa kwa sababu hiyo maneno iliwekwa kwa komiti ambayo imehusisha wenye manyumba. Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba pahali mtu anakulia, hata kama ni wapi, na hata mimi sasa hata kama alikosea kujenga, na sio kukosea, yeye hakukosea, lazima kwanza awe presumed
hana makosa. Mtu anakuwa akiwa na makosa kama ameshajitetea yeye mwenyewe. Mahakama inasema kutokujua hakutakusaidia mbele ya mahakama, kwamba ignorance of the law is not defense. But you are given an opportunity to defend yourself. Yes, you are. You must be given an opportunity to be heard. Kwamba sikujua kwamba hapa ni riparian land. Hiyo haitakusaidia. But what I'm also telling you, you must be given an opportunity to be heard. Lazima wewe usikizwe. You cannot uwezi weka tu kama kwa shingo bila kusikizwa. Kwa hivyo mimi nakwambia hivi. Mimi nyumba 4,000 kusemekana zinaweza bomolewa bila kuhusisha wenye manyumba. Kitu ya kwanza, hiyo ni makosa anywhere. Lazima wenye manyumba wahusishwe, kuwe na committee kama sasa itahusisha Council of Governance. Sisi pia committee yangu ihusishwe, ndio kuwe na pia professionals, maplanners na engineers wahusishwe, waoneshane hakuna kitu kingine, ndio kuwe ati hakuna kitu kingine inaweza fanyika kwa hiyo nyumba mpaka ibomolewe. Na ndio watu wote Saidi atambomolewa, hata mwenyewe hiyo property ikibomolewa yeye mwenyewe anakaa akiwa anajua hakuna kitu ningefanya, kwa sababu vile nimekwambia nimeshaona mto zinajengewa embankment wall, zinafuata kama canal, zinafuata njia vizuri, pahali imekaribiana na nyumba ukuta inajengwa inasonga mbele kidogo hapo mbele, na hiyo ni normal. Tubadilishe mkondo wa mto, hiyo ni kawaida, provided hiyo sio source ya hiyo mto. Source ndio hawezi badilisha, lakini hii nyingine yote inafuata njia tu kama barabara. Kwa hivyo mimi nataka ni useme ya kwamba mimi naunga mkono sana vita dhidi ya ufisadi. Lakini naye pia ichunguzwe vizuri, nani mwenye kufanya ufisadi. Usiwe sasa inafanywa blanket. Kama ni maneno ya ubomoaji, lazima sasa ichunguzwe kamili. Mwenye makosa kwanza ashikwe. Mwenye yule alipitisha, yeye ndiye alifanya huyo mzee aingize pesa yake hapo ya retirement, akajenga nyumba hapo na ni ya retirement, pesa yake hana zingine. Hiyo nyumba ikibomolewa, mzee anaendelea sasa ni kukufa tu, ana mambo mengine. Sasa mimi nataka kuambia anakatisha maisha ya watoto mpaka wa ule mzazi. Sasa mimi nataka kuambia, kwa sababu hapa ende ndio mnaona manyumba kubwa, lakini ukienda Eastlands, uende pande hii ya Embakasi, uende pande ya Mathare, uende Kasarani, utakuta ni nyumba za wale watu wamejenga hapo, ndio wanaishi na hapo ndio riziki zao zinapatikana. Lazima watu wasikizwe, lazima kuwe na committee ya wenye mali. Utaboresha, utamsaidia yule mjenzi aliyejenga katika eneo lisilofaa, lakini wakati mwingine hilo jumba ambalo amelijenga, kwa kumsikiliza huyu ili kuliacha lile jumba lije lisababishe maafa ya watu wengine wanaoishi pale ndani lile jumba. Uone kama pale itakuwa ni hasara mara mbili. Mimi nataka kuambia hivi. Sisi kulikuwa wakati mwingine kulikuwa na mambo ya kubomoa manyumba hapa. Na mimi nikasimamisha ubomoaji wa manyumba ya Embakasi nikiwa mjumbe. Na tukaform committee ambaye mimi nakumbuka sana, wenye manyumba wengi sana walikutana pale City Cabanas, wakakaa chini na wakaamua ya kwamba hao pia watakuwa represented kwa ile committee, na wakachagua engineers wao, architects wao, na wote wakaanza kukaa pamoja na kutembea pamoja wakiangalia hii nyumba hii haiwezi endelea hivi. Sasa ikawa ni maamuzi ya watu wengi, ikiwa inahusika, ikiwa na husu pia mwenye kujenga. Mimi nakwambia huyu mtu ambaye amejenga ujue sio wazimu, na ni Mkenya mwenzetu. Ni Mkenya mwenzetu ambaye ana haki ya kusikizwa. Mimi nataka ni kweli kabisa. Hakuna pahali ni kweli mtu hapana sikizwa. Unajua Wakenya wana ghadhabu sana, especially wakishuhudia jumba kwa mfano likiporomoka. Sote tunajua tumeshuhudia majumba yakiporomoka. Na Wakenya wanakuwa na ghadhabu, wanauliza maswali mengi, kwa nini serikali imewacha jumba kama hili? Na serikali inakuja nasema hili jumba tulikuwa tushaliwekea X bila kubomolewa. Hawa watu tulikuwa tushawaambia wahame. Mwenye jumba tulikuwa tushamwambia bomoa. Unaelewa? Ngoja kidogo mheshimiwa. Sasa jiulize, wakati ambapo mnaendelea na huu mjadala wote, alafu jumba liporomoke tena, watu watamnyoshia tena kidole governor, watamnyoshia tena kidole rais. Rais atasema nini? Kwamba tulikuwa tunapanga, tulikuwa tunaongea, tulikuwa tunakutana. Wacha na mimi nakurudisha kwa historia, kitu ambayo imekuwa hapo mbeleni, ya kwamba lazima uhusishe wale investors. Mtu ambaye ameweka pesa yake aulizwe sababu yake, aulizwe kwa nini umejenga hapa.
Yani swali tu. Lakini lazima asikizwe. Ndio kuwe kubomoa tu ndio kitu ambaye tu imebaki. Hakuna kitu kingine inaweza fanyika. All right. Wacha tupate maoni ya wasikilizaji. Ni saa 2:30 msikilizaji. Maoni kidogo tu katika mtandao wa Twitter tutakuwa tunasoma, na hali kadhalika kama uko na nafasi ya kutupigia simu na tupigia katika 0700936000 ama 0733936000. Hiki ni Kivumbi ndani ya Milele FM. Usiondoke, usiende mbali.